Mungu. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu, ni fursa hii ya pekee. Karibuni sasa tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo mbele yetu lenye kichwa kinachosema wito wa kutoka. Wito wa kutoka. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, basi niwaalike tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa fursa ya kujifunza maneno yako ya uzima. Sasa tunakubali kuwa chini ya mivuto na ushawishi wa mawakala wa kimbingu, chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Neema yako yatosha tangu mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kutoka. Tunasoma neno la Mungu kama unavyoona kwenye skrini yako, Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Neno linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo tunaona wito wa kutoka unatoka kwa Bwana mwenyewe, akimwambia Abraham atoke katika nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba zake. Tuendelee kidogo tuone habari hii ya wito huu wa kutoka katika Matendo ya Mitume. Unaliona fungu likipita hapo au maandiko yakipita hapo, Matendo ya Mitume 7 mstari wa 2 mpaka wa 4. Naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye, Mungu akamuhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. Kwa Matendo ya Mitume 7 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4 unafafanua zaidi kwa kile kilichotokea Mwanzo 12 fungu la 1 na la 2, ya kwamba kumbe Mungu wakati anamwambia Ibrahimu, wakati ule akiitwa Abraham, atoke katika nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba yake, kumbe wakati huo Abraham alikuwa anaishi mahali panapoitwa Mesopotamia. Alikuwa anaishi katika nchi ya Wakaldayo. Mesopotamia ndiyo nchi ya Wakaldayo. Hapo ndipo alipoambiwa atoke. Hapo ndipo alipoambiwa atoke. Sasa angalia Mwanzo 11 mstari wa 2 mpaka wa 4. Inatupa uelewa mpana zaidi, kwa sababu huku kidogo na huku kidogo tunapata jumla ya uelewa, jumla ya fundisho. Mwanzo 11:2 mpaka 4 imeandikwa, ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Danieli 1:2 inasema,
Unaliona fungu likipita kwenye skrini yako, Danieli sura ya 1 mstari wa 2, inasema Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Tunafahamu ya kwamba uhamishwaji wa hawa watu wa Yuda akiwemo na kina Danieli na wenzake kwenda kule Babeli ulifanywa wakati wa mfalme Nebukadneza. Na Nebukadneza alipowachukua aliwapeleka mpaka Babeli. Danieli 1:2 nasema walikwenda akavichukua mpaka nchi ya Shinari. Mwanzo 11:2 mpaka 4 inatuambia pale walipojenga mnara paliitwa nchi ya Shinari. Na tunafahamu ya kwamba Danieli 1:2 nasema walikwenda nchi ya Shinari. Lakini Matendo ya Mitume 7 inataja pale alipokuwa Ibrahimu panaitwa Mesopotamia, panaitwa nchi ya Wakaldayo. Kwa hiyo ukisikia nchi ya Wakaldayo ndo ujue nchi ya Shinari. Kwa hiyo ukisikia Mesopotamia ndio hapo hapo Shinari. Kwa hiyo unaweza kusema ni Mesopotamia, Shinari ama nchi ya Wakaldayo. Kwa hiyo hapo ndipo mahali ambapo Ibrahimu alikuwa akiishi. Hapo ndipo palipojengwa mnara wa Babeli. Hapo ndipo mahali ambapo mwanzo wa utawala wa Babeli ama ufalme wa Babeli. Na hapo ndipo Ibrahimu ama Abraham alipokuwa akiishi. Sasa ukisoma roho ya unabii, kitabu cha Wazee na Manabii, utaona inaelezwa wazi ya kwamba wakati wanajenga mnara ule wa Babeli, chini ile floor ya chini kabisa ilikuwa ni uwanda wa mahekalu na masanamu na ibada za mamiungu. Kwa hiyo ule mnara wa Babeli ulikuwa umejengwa kama matokeo ya umoja katika uasi. Yaani wamejikusanya pamoja ili washindane na Mungu. Na kwa kweli walikuwa chini ya mtawala wa giza mwenyewe, chini ya utawala wa Shetani. Hapo ndipo hayo ndio yaliyofanyika pale Shinari. Sasa hapo Shinari, katika kilele cha uovu, umizimu, uchawi, ushirikina na upagani, ndipo mahali ambapo Abraham alikuwa akiishi. Sasa Abraham anaambiwa na Mungu atoke hapo, aondoke hapo. Ukiangalia lile fungu tulilosoma Mwanzo 12:1 mpaka 2, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo lengo la Mungu la kumwambia Abraham atoke, ili Mungu amfanye kuwa taifa kubwa, ili Mungu ambariki, ili Mungu alikuze jina lake, ili Mungu amfanye kuwa baraka. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu alikuwa anatafuta sasa kuunda taifa teule. Alikuwa anataka kujitengenezea watu wa pekee kupitia uzao wa Abraham, watu wa pekee ambao atawabariki, atawafanya tofauti na wengine, ili awapatie maelekezo yake, afunue mpango wake wa wokovu wa ukombozi kwao, ili hao watu wabebe mpango wa ukombozi kuupeleka ulimwengu mzima. Kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia kumtoa Abraham katika nchi ya Shinari, ama kumtoa kule Mesopotamia, ama kumtoa kule Babeli, ndio nchi ya Wakaldayo. Ndipo Abraham alipokuwa anaishi. Sasa tunaona wito wa kutoka ambao Mungu anampatia Abraham ili ajitenge na wapagani, ili ajitenge na ushirikina, ili ajitenge na ibada za kimizimu za kishetani, ili yeye sasa afanywe wa pekee, afanywe baraka, afundishwe mapenzi ya Mungu, ajifunze sheria ya Mungu, ajifunze ibada ya kweli,
ajifunze imani ya kweli, ndipo sasa atoke Abraham pamoja na uzao wake, ili wao watumiwe na Mungu kwenda kuwatoa hao waliobaki kwenye ibada za mizimu na za kishetani. Hilo ndilo pambano kuu. Hilo ndilo pambano kuu. Sasa ukiangalia historia ya maandiko, na tunaposoma maandiko tunapata kuelewa historia ya pambano kuu. Angalia namna pambano kuu lilivyopiganwa, ili tuelewe ya kwamba kiini cha pambano ni nini, kinachopambaniwa ni nini. Tukielewa hilo, tunaweza tukamuelewa shetani na mbinu zake anazozitumia sasa, kwa sababu pambano lipo linaendelea. Pambano ni lile lile, kinachoshindaniwa ni kile kile, shetani ni yule yule, vita anayoifanya ni vile vile, hajabadilika, ni yule yule. Iko hivi, baada ya anguko tunaona wazazi wetu wa kwanza wameanguka dhambini, ndio, lakini tunaziona rehema za Mungu. Hapo ndipo tunaanza kuona mpango wa ukombozi ukifunuliwa. Na unajua mpango wa ukombozi unafunuliwa kupitia patakatifu, na kutokea hapo Mungu akaanza kuwaeleza namna wanavyoweza kuhesabiwa haki bure kwa imani, sio kwa matendo yao, sio kwa jitihada zao binafsi. Na hapa ndipo palipo na tofauti. Shetani anataka kuwaongoza watu watumainie ama waamini juu ya jitihada zao za kujiletea wokovu, lakini Mungu anataka kuwafundisha watu kuhesabiwa haki bure kwa imani, yaani kwa uweza wa Mungu, kwa rehema za Mungu, wao wastahilishwe tena kuwa watakatifu. Kwa hiyo vita iliyopo kati ya Kristo na shetani, kati ya nuru na giza, iko hapo. Namna gani mimi niliye mdhambi ninaweza nikaokolewa? Namna gani ninaweza kuwa mshindi wa dhambi? Namna gani ninaweza kuwa mtakatifu? Namna gani ninaweza nikafanywa mtakatifu? Shetani anapambana sasa kutaka kuwafanya hao wanadamu awaondoe kwenye mpango wa Mungu wa ukombozi, waelekeze macho yao kwa vitu vingine, ili wafikiri ya kwamba kwa jitihada zao binafsi, kwa namna nyingine tofauti na mpango wa Mungu wa ukombozi, wanaweza wakajiletea ukombozi. Hicho ndicho tunakiona kwa Kaini. Kaini alikataa mpango wa Mungu wa ukombozi. Habili akakubali kwamba ili tuokolewe, ili tusamehewe dhambi, ni sharti tutoe kafara za wanyama. Na kwa kutoa kafara za wanyama, maana yake dhambi zinahama kwangu, zinahamia kwa kafara. Na hiyo ilikuwa ni unabii kumuhusu Yesu ambaye angekuja mbeleni. Kwa hiyo walitakiwa wafanye zile huduma wakiwa na imani kwa Yesu. Shetani akamuongoza Kaini kukataa mpango wa Mungu wa ukombozi. Na ili shetani aufute mpango wa Mungu wa ukombozi, alimtumia Kaini kumuua Habili. Habili akauawa, lakini mpango wa Mungu wa ukombozi haukuuawa. Alipokuja Seti akaendeleza mpango wa Mungu wa ukombozi. Shetani akabadili mbinu. Badala ya kutumia mbinu ya kuua, akatumia mbinu ya kujiingiza kwenye familia ya Mungu, kwenye jamii ya Mungu, kwa watu wa Mungu, uzao wa Seti. Alitumia mbinu gani? Mwanzo sura ya 6 inatuambia wazi ya kwamba hao wana wa Mungu waliwaona hao wana wa wanadamu kuwa ni wazuri wa kupendeza, wakajitwalia wake wowote waliowataka. Wana wa wanadamu uzao wa Seti, uzao wa Kaini. Wana wa Mungu uzao wa Seti. Wakachangamana wakati Mungu hakutaka wachangamane. Mungu alikuwa anataka watoke kati yao, watengwe nao, lakini wao wakarubuniwa na shetani, wakakubali kujichanganya. Kikatokea kizazi kiovu, na matokeo yake Mungu akaleta gharika. Gharika lilipowamaliza watu wote, wakapona watu 8. Kwa shetani akawa hana mwakilishi. Lakini kutokea kwa watoto watatu wa Nuhu, ambao ni Shemu, ni Jafeti pamoja na Hamu, shetani akapata mlango wa kuingia kupitia kwa Hamu. Hamu ndiye aliyezaa watoto wa kiume 4. Alimzaa Kushi, akamzaa Misri, akamzaa Putu ambayo ndio Libya, akazaa na Kanaani. Na kutokea kwa Hamu, kutoka kwa uzao wa Kushi, anazaliwa Nimrodi. Nimrodi akawa amejitoa kikamilifu kwa shetani. Kwa hiyo tunaanza kuona sasa shetani anapata mwakilishi tena kutoka kwa uzao huu wa Hamu,
na kutoka kwa mjukuu wa Hamu hapa tunamuona sasa Nimrodi. Nimrodi akajitoa kuwa mshirikina, mchawi, muabudu masanamu, muabudu mizimu. Na kutoka kwa ushawishi wa Nimrodi ukaanza kujengwa ufalme wa Babeli. Nimrodi ndiye aliyejenga ufalme wa Ninawi. Na ni kupitia utawala huu wa Nimrodi ndipo sasa wanajikusanya wakiwa na usemi mmoja, wanataka kuungana pamoja katika uovu, wapambane vita na Mungu. Ndio sasa wanajenga mnara wa Babeli. Mungu akawasambaratisha. Ajenda ya shetani bado iko pale pale. Anataka kuunganisha ulimwengu wote chini ya utawala mmoja, ili ulimwengu upambane vita. Sasa yeye apambane vita na Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo huku mwishoni tunakuja kushuhudia tena muungano, tena umoja wa kidini, umoja wa makanisa, umoja wa kiserikali. Lakini ni nani aliye nyuma ya vuguvugu hilo? Nyuma ya vuguvugu hilo yuko shetani. Umoja wa kidini, yuko shetani nyuma yao. Umoja wa makanisa, yuko shetani nyuma yao. Umoja wa kiserikali, yuko shetani nyuma yao. Lengo ni nini? Lengo inatafutwa uhitimishwaji wa vita ya zama zote, vita kati ya Kristo na shetani, vita kati ya haki na uovu, vita kati ya nuru na giza. Kwa hiyo tunaona baada ya lugha kusambaratishwa, sasa ndipo sasa upagani ukiwa umeendelea namna hiyo, anaitwa Ibrahim. Toka wewe hapo Shinari, toka wewe hapo Mesopotamia, toka wewe hapo Babeli, toka wewe hapo katika nchi ya Wakaldayo, uende mpaka mahali nitakapokuonesha. Huko nitakufanya uwe baraka, nitakufundisha yaliyo mapenzi yangu, nitakufundisha habari ya mpango wa ukombozi, ili uzao wako uwe baraka kwa ulimwengu mzima. Na kutoka kwa Ibrahim tunafahamu ya kwamba akazaliwa Isaka. Baada ya Ishmaeli kukataliwa, anazaliwa Isaka. Isaka anazaa watoto mapacha wawili, Yakobo na Esau. Esau anakataliwa, anachukuliwa Yakobo. Yakobo akazaa wana wa kiume 12. Linaibuka taifa la Israeli. Ukisikia taifa la Israeli, maana yake ni watoto wa Yakobo. Maana Yakobo aliitwa Israeli, alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Kwa ukisikia wana wa Israeli, maana yake ni wana wa Yakobo. Sasa hawa wana wa Israeli wakaenda utumwani Misri. Walipokuwa kule utumwani Misri, shetani akaona hiyo ni fursa, akatamani sasa kufuta mpango wa ukombozi kwa wana wa Israeli. Maana shetani alitambua kabisa kwamba hawa ni taifa teule, hawa ni wapekee. Mungu ameshafanya maagano na Ibrahim ya kwamba kupitia kwa hawa atatokea Masihi. Sasa basi, kabla Masihi hajatokea, mimi nataka ni ufute ule mpango wa ukombozi ambao ndio sasa unaeleza Masihi ajaye baadaye. Vile vivuli vyote vilivyokuwa vinahusu kafara vilikuwa vinamuelekea Masihi ajaye. Kwa shetani akatangulia mbele kuhakikisha anafuta ule mpango wa ukombozi. Kwa namna gani? Akashawishi wale washauri wa Farao wamwambie Farao ya kwamba hawa watu ni mashuhuri, watu hawa wana nguvu, wana akili nyingi, wanazaliana sana, hawa tuwafanye watumwa, la sivyo watashirikiana na maadui zetu, watakuja kutupiga na kutuangamiza na kuchukua ufalme wetu na kututawala. Farao akaona sasa hii ni kweli ni nzuri. Farao asiyemjua Yusufu. Ndipo sasa wakaanza kuwaingiza kwenye utumwa. Shetani akijua kabisa kwamba wakisha kuwa watumwa hawatakuwa na uhuru wa kutoa kafara tena. Kwa nini? Kwa sababu kule Misri, kwa mujibu wa kitabu cha Wazee na Manabii, kule Misri wanyama kama vile mbuzi, kondoo na ng'ombe ni miungu ya Wamisri. Na yeyote ambaye angemuua mnyama huyo kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, adhabu yake ilipaswa kuwa ni kifo. Kwa hiyo wanapokuwa watumwa hawatakuwa na uhuru tena wa kupractice hiyo huduma ya utoaji kafara, wakiwa na imani kwa Kristo ajaye. Kwa hiyo akafanikiwa kuwaondoa kwenye mpango ule wa ukombozi, kuufuta kwenye akili zao. Jambo la pili, alijua kabisa kwamba hawa watu wanaitunza Sabato na yeye ana chuki na Sabato.
Sabato ya siku ya 7 ya juma. Kwa hiyo wakifanywa watumwa hawatakuwa na uwezo wa kuitunza Sabato. Shetani akaifuta Sabato. Kwa muda wote walipokuwa utumwani Misri, wakasahau kafara ya Yesu, wakasahau habari ya Sabato, wakasahau imani kwa Kristo ajaye, wakasahau imani kwa Masihi, wakasahau na Sabato. Kwa hiyo haya mambo mawili ndio tunayaona kuwa ni mihimili. Haya mambo mawili ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, shetani akipambana nayo. Anapambana na patakatifu ambapo mpango wa ukombozi unafunuliwa, anapambana na Sabato. Mambo mawili. Sasa Mungu alipowatoa utumwani Misri kupitia Musa, walipotoka kufika kufika jangwani, katika kabla hawajafika hata mlima Sinai, ilibidi Mungu awafundishe habari ya Sabato kupitia ile mana. Akawafundisha kuhusu utakatifu wa Sabato. Lakini walipokuwa katika mlima Sinai, Musa alienda kule mlimani baada ya Mungu kuwa ametamka amri 10, anaenda kuchukua zile mbao 2 za mawe, lakini pia anaelekezwa na Mungu namna ya kutengeneza patakatifu. Maana Kutoka 25 mstari wa 8 na 9 unatuambia kwamba nao na wanifanyie patakatifu nipate kukaa katikati yao. Kwa hiyo Musa anapewa maelekezo juu ya kutengeneza ile hema takatifu. Wakati Musa anapewa hayo maelekezo, shetani akijua kabisa kwamba kinachoendelea sasa ni nini? Mungu amerudisha Sabato na atarudisha pia na habari ya mpango wa ukombozi kupitia hema takatifu. Kwa shetani huku nyuma, uongozi ukiwa umekabidhiwa kwa Haruni, akawashawishi wale watu watengeneze sanamu, watengeneze ndama ili waabudu, na kwa njia hiyo alitarajia kabisa kwamba Mungu atawafuta wote, ili ule mpango wa ukombozi usiweze kuhubiriwa kwa watu kupitia wao, ili wasielewe ya kwamba Masihi atatokea kwao na atakuja kama ndio Pasaka mwenye, ndio kafara halisi kuja kufa msalabani. Hawakutakiwa kuelewa. Shetani hakutaka waelewe. Kwa shetani akawaongoza kwenye uasi. Unaona pambano jinsi lilivyo. Shetani ana fight na nini? Ana fight na juu ya patakatifu. Na alipoona ya kwamba Sabato imeshaeleweka, akawafanya Sabato waishike katika namna ya masheria na katika namna ya ushupavu. Alafu pia akahakikisha ya kwamba mpango wa ukombozi unafutwa kwa namna gani. Maana alipoona kwamba Mungu hakuwaangamiza na Mungu amewasamehe baada ya wale wengine kuwa wameshughulikiwa na adhabu zao, wengine walikufa na kadhalika, mpaka wanaingia nchi ya ahadi, bado wanauo mpango. Shetani akafanya attempt nyingine, akafanya jitihada nyingine, akawashawishi wana wa Israeli wafanye zile huduma, lakini wakiwa hazihusianishwi na Kristo ajaye. Hawaoni vile vielelezo ng'ambo ya vile vielelezo. Hawamuoni Yesu ng'ambo ya vile vielelezo. Kwa hiyo wakabaki ni washupavu wa kidini. Sasa natamani tusome pamoja kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tusome kidogo alafu tuendelee kutokea hapo. Nina kitabu hapa cha Tumaini la Vizazi Vyote. Katika Tumaini la Vizazi Vyote, hiki hapa, hii ni UPH, Ufunuo Publishing House. Viko sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ni toleo la 2020. Hii ni sehemu ya kwanza, ni sura ya 3 inayosema utimilifu wa wakati. Sura ya 3, utimilifu wa wakati. Sasa ni ukurasa wa 24, ninasoma. Shetani alikuwa akitaka kusiwe na maarifa ya Mungu duniani. Alitaka watu wasiliangalie hekalu la Mungu na kuanzisha ufalme wake. Juhudi ya shetani ya kuutoa ulimwengu ilikuwa karibu kufaulu. Ni kweli kwamba katika kila kizazi Mungu alikuwa na watu wake. Hata kati ya mataifa kulikuwa na watu ambao kupitia kwao Kristo alikuwa akitenda kazi kuwainua watu kutoka katika dhambi, kuporomoka hadhi. Kwa shetani hakutaka watu wawe na maarifa ya Mungu. Kwa hiyo kumbe maarifa ya Mungu tunayapata kupitia patakatifu. Kwa hiyo aliwaongoza watu wasilitazame hekalu lake. Ukurasa wa 24. Kupitia ibada ya kipagani, shetani kwa karne nyingi aliwaondoa watu kwa Mungu. Yaani njia ya shetani kuwaondoa watu kwa Mungu ni kuwaficha mpango wa ukombozi kupitia patakatifu.
Ndio ajenda ya shetani, na ndio kiini cha pambano kuu. Shetani kwa karne nyingi aliwaondoa watu kwa Mungu, lakini alipata ushindi mkubwa katika kuipotosha imani ya Israeli. Kwa kutafakari na kuabudu mavumbuzi yao wenyewe, wapagani walipoteza maarifa juu ya Mungu na wakapotoka zaidi na zaidi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli. Kanuni kwamba mtu anaweza kujiokoa kwa matendo yake ilikuwa ndio msingi wa kila dini ya kipagani. Sasa ilikuwa ndio msingi wa dini ya Kiyahudi. Shetani alipandikiza kanuni hii. Popote pale inapotumika, wanadamu hawana kizuizi dhidi ya dhambi. Kwa shetani anajua kabisa kwamba akiwatoa watu kwenye patakatifu, watu watajitumainia wenyewe, hawataelewa namna ya kuishinda dhambi, na hivyo watu wataendelea kuwa wadhambi na ataendelea kuwatawala. Watu ambao waliitwa na Mungu, wenye nguzo na msingi imara wa kweli, walikuwa wamegeuka kuwa wawakilishi wa shetani. Nani hao? Waisraeli, ambao sasa Mungu alimwambia Abraham, toka wewe huko ili nikufanye baraka. Limeundwa taifa la Israeli kwa ajenda ile ile ya kuwahubiri wale ambao wamebaki huko kwenye mafundisho ya Babeli, wamebaki kwenye ushirikina, uasherati, ibada za mizimu, ibada za mashetani, ibada za kipagani, ibada za sanamu. Lakini hao sasa waliotengwa na Mungu kama watu wa pekee wakageuka kuwa wawakilishi wa shetani. Hivi iliwezekaneje? Kama Waadventista tunalo kujifunza hapa. Kwa nini wana wa Israeli waligeuka kuwa wawakilishi wa shetani? Yaani wale waliotengwa na Mungu kama taifa teule waliwezaje kuwa wawakilishi wa shetani? Nabii anaendelea kusema, walikuwa wakifanya kazi ambayo shetani alitamani waifanye, wakifanya kazi ya kuwasilisha vibaya tabia ya Mungu na kuufanya ulimwengu mtazame kama dikteta. Makuhani hekaluni walipotosha umuhimu wa huduma waliokuwa wakifanya. Makuhani hekaluni walipotosha umuhimu wa huduma waliokuwa wakifanya. Hivi leo makuhani ni nani kama sio wachungaji? Kwa kumbe hata wachungaji leo wanaweza wakapotosha. Ndio, wanaweza wakapotosha. Walikuwa wameacha kutazama ng'ambo ya ishara zilizokuwa zikifanywa. Yaani walikuwa wanafanya huduma zile za kafara, lakini hawaoni ng'ambo ya zile ishara. Hawakumuona Yesu maskini. Shetani kisha wageuza tayari. Wamebaki na taratibu za kidini, lakini kile kielelezo, kivuli kilichokuwa kinamhusu Yesu hawakuelewa. Katika kutoa sadaka na za dhabihu, walikuwa kama wasanii kwenye tamthilia. Unajua wasanii ni wale wanaoigiza, lakini anachokiigiza pale sio maisha yake halisi. Yaani ni uongo tu. Anaigiza kwenye nyumba ya kifahari, anatembelea gari nzuri, lakini sio maisha yake halisi. Kwa hiyo makuhani walikuwa wanatoa zile kafara wakiwa kama wasanii tu kwenye tamthilia. Kaida ambazo Mungu mwenyewe alianzisha zilifanywa kuwa njia ya kupofusha akili na kuweka giza moyoni. Yaani ile huduma ya patakatifu ikawa ni kama vile sasa inawekwa giza tu moyoni, japo ilikuwa ni kaida ambazo Mungu mwenyewe alianzisha. Mungu asingeweza kufanya jambo zaidi kwa mwanadamu kupitia njia hizi. Mfumo wote lazima ufutiliwe mbali. Na kutokana na utekaji huu wa shetani, akiwa amefanikiwa kuuteka mfumo wa dini ya Kiyahudi, Yesu kwanza, Yohana Mbatizaji alipokuja hakufanya kazi na huu mfumo. Hata hakwenda kusoma kwenye shule za manabii ambavyo ni sawasawa na vyuo vya kitheolojia leo, kwa sababu tayari shetani alikuwa ameshateka kila mahali. Amewafanya Wayahudi kuwa wawakilishi wa shetani badala ya kuwa wawakilishi wa Mungu. Akawafanya watazame vile vielelezo kama taratibu za kidini zenye kuwaletea wokovu, badala ya kutazama yule ambaye alitabiriwa na vile vielelezo vya kafara alizokuwa wanazifanya, badala ya kumtazama yule Kristo ajaye. Na ndio maana wakapigwa upofu na shetani. Badala ya kusoma unabii na kuona utimizwaji wa unabii na namna ambavyo ametabiri kuhusu Masihi, hawakuelewa maskini. Shetani aliwageuza. Na ndipo anakuja Yesu sasa, anakuta mfumo ambao tayari umeshaharibika. Kila anachokifanya, anachohubiri hawaelewi. Ndipo sasa Yesu akateua watu wachache, akachagua watu wachache ambao akawapa mafunzo,
akawajaza mvua ya vuli, wakati Yesu ameshapaa mbinguni siku ile ya 50, siku ya Pentekoste. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri injili ambayo wale Wayahudi au mfumo wa dini ya Kiyahudi ulishindwa kuhubiri. Sasa angalia, baada ya kuwa wamehubiri injili ikasambaa kwa kasi, Shetani akaona kumbe sasa mimi niliteka mfumo wa dini ya Kiyahudi. Sasa Yesu akauacha mfumo wa dini ya Kiyahudi, akachukua wachache, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu, wakaenda kuhubiri injili, ikasambaa kwa kasi, ikawa ni chuki kwa Shetani. Ikabidi sasa Shetani arudishe njia ya mateso ili kunyamazisha spidi ama kupunguza spidi ya kuhubiri injili. Na hao walikuwa wanahubiri nini? Wanahubiri habari za Yesu Masihi. Bado wanawarejesha watu kwenye tumaini la kuhesabiwa haki bure kupitia imani kwa Kristo aliyetabiriwa kupitia vile vielelezo vya kafara, kupitia vivuli vya Agano la Kale. Shetani akaona kumbe ufalme wake unapinduliwa chini juu chini. Watu badala ya kutazama kuhesabiwa haki kwa taratibu za kipagani, kwa matendo yao, sasa watu wanamfuata Yesu, wanasamehewa dhambi kamilifu. Hawa watu wanaokolewa, ufalme wa Yesu unajengwa. Shetani akaleta mateso. Sasa alipoleta mateso, sasa nini kilitokea? Nataka nikusomee sasa kitabu cha Pambano Kuu. Naweka chini hiki kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ninasoma kitabu cha Pambano Kuu. Hivyo tuone sasa jinsi vita hii inavyopiganwa. Pambano Kuu. Hiki hapa. Hii ni UPH. Hii ni UPH 2024, toleo la 2024. Ni hiki hapa, Pambano Kuu. Nina soma ile sura ya pili. Sura ya pili mstari ukurasa wa 31. Sura ya pili inasema mateso katika karne za kwanza. Baada ya kanisa la Kristo sasa kusambaa kwa kasi na injili kupenya kila mahali kupitia mitume na wengine waliopokea injili, Shetani akaamua kutumia mbinu ya mateso ili kuwamaliza Wakristo, ikiwezekana kuwafuta kabisa. Anasema hivi: ilikuwa juhudi za bure kwa Shetani kujaribu kuliharibu kanisa la Kristo kwa nguvu. Pambano kuu ambamo wanafunzi wa Yesu walisalimisha maisha yao halikwisha wakati hawa wabeba bendera waaminifu walipofia kwenye lindo lao. Kwa kushindwa kwao walishinda. Watendakazi wa Mungu walichinjwa, lakini kazi yake ilisonga mbele daima. Injili iliendelea kusambaa na idadi ya wafuasi wake ilizidi kuongezeka. Ilipenya katika maeneo yaliyokuwa hayafikiwi na majeshi ya Kirumi. Mkristo mmoja alisema, akibishana na watawala wa kipagani waliokuwa wakihamasisha mateso ya Wakristo, mnaweza kutuua, kututesa, kutuhukumu. Uonevu wenu ni ushahidi kuwa sisi hatuna hatia, wala ukatili wenu hautawasaidia. Huu ulikuwa mwaliko wenye nguvu zaidi wa kuwaleta wengine katika Ukristo. Kwa kadiri mnavyotuchinja, ndivyo idadi yetu inavyozidi kukua. Damu ya Wakristo ni mbegu. Shetani hivyo basi aliweka mipango kupigana vita kwa mafanikio zaidi dhidi ya serikali ya Mungu kwa kusimika bendera yake katika kanisa la Kikristo. Ikiwa wafuasi wa Kristo wangedanganywa na kuongozwa kumkosea Mungu, ndipo nguvu yao, ujasiri wao na uimara wao vingehafifishwa na wangekuwa mawindo rahisi ya Shetani. Kwaja nirudie tena hapa ili Mwadventista msabato uelewe namna ambavyo Shetani anapigana hii vita. Shetani hivyo basi aliweka mipango kupigana vita kwa mafanikio zaidi dhidi ya serikali ya Mungu kwa kusimika bendera yake katika kanisa la Kikristo.
adui mkuu sasa alijielekeza kupata kwa njia ya udanganyifu alichoshindwa kukipata kwa nguvu. Mateso yalikoma na badala yake viliingizwa vishawishi vya hatari vya mafanikio ya muda na heshima ya dunia. Waabudu sanamu waliongozwa kupokea sehemu ya imani ya Kikristo, huku wakitupilia mbali kweli zingine muhimu. Waliongozwa na nani? Na Shetani mwenyewe. Walidai kumkiri Yesu kuwa mwana wa Mungu na kuamini mauti na ufufuo wake, lakini hawakushawishika kuwa ni wenye dhambi wala kuhisi haja ya toba au badiliko la moyo. Kwa hiyo wakaingia ndani ya kanisa. Walipoingia ndani ya kanisa, matokeo yake ndipo unakuja kuibuka upapa. Ulipoibuka upapa, utaelewa ajenda ya Shetani ilikuwa ni nini. Akashughulika na mambo mawili. Akaondoa Sabato, badala ya siku ya 7 ya juma, Jumamosi, Sabato ya Bwana, akasimika Jumapili. Kasimamisha bendera yake. Chukizo la uharibifu likasimamishwa. Viwango vya ibada ya sanamu za Warumi zikasimamishwa. Viwango vya ibada ya Mungu muumbaji wa mbingu na nchi vikashushwa chini. Jambo la pili, akaondoa mpango wa ukombozi patakatifu. Futa kabisa mpango wa patakatifu. Kama tunavyoona bango letu hapa, mpango wa patakatifu akaondoa kabisa. Badala ya watu kumtazama Yesu, watu wamtazame papa, kwamba ni mbadala wa Yesu duniani. Badala ya watu wakwenda moja kwa moja kwa Yesu wakitubu na kuungama dhambi, akawaongoza watu waende kutubu na kuungama dhambi kwa mapadri, kwa makasisi. Kwa Shetani akafuta Sabato, akashughulika pia na patakatifu. Katika kipindi cha zama za giza, wale wote waliosimama na mpango wa ukombozi na kwamba tunahesabiwa haki bure kwa imani, waliosimama na Sabato ya Bwana waliteswa, waliuawa. Mateso yakarindima tena. Shetani akaja na mbinu ya kutesa watakatifu. Hapo ndipo wakaja kuibuka wana matengenezo. Walipoibuka wana matengenezo, ikaonekana sasa matengenezo yameshinda. Baada ya upapa kupata jeraha la mauti mwaka 1798, unabii ukatimia, akapata jeraha la mauti, mamlaka ya upapa ikaanguka. Sasa wakati upapa umeanguka, Shetani sasa akajipanga kuhakikisha kwamba anarudisha ile mbinu aliyoitumia mwanzo ya kusimika bendera yake ndani ya makanisa ya Kiprotestanti. Ajenda yake ilikuwa ni kuua Uprotestanti. Ni kuua Uprotestanti. Lengo lake lilikuwa ni kuua Uprotestanti. Sasa basi, baada ya zama za giza, ndipo sasa baada ya kule kukatishwa tamaa kukuu mwaka 1844, ndipo linapoibuka kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo msingi wa kanisa hili, msingi wa imani ya kanisa hili ni juu ya patakatifu. Patakatifu. Mungu akafunua ukweli wa hali ya juu, na kutokea hapo ndipo masomo mengine yote yanapatikana, na kutokea hapo ndipo ziko jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Sasa huku mwishoni, sasa tunapoliona kanisa la Waadventista wa Sabato, kazi ambayo Mungu amelipatia kanisa hili ni kama alivyolipatia kanisa la wakati ule kwa Wayahudi wale wa kale. Tusome kitabu kinachoitwa Ujumbe wa Malaika Watatu. Alafu nitaendelea kueleza kidogo tunapoendelea na somo hili makini. Narudisha kitabu cha Pambano Kuu, nachukua kitabu sasa cha Ujumbe wa Malaika Watatu. Hiki hapa. Hiki kinatoka UPH, Ufunuo Publishing House. Ni toleo la 2025. Hivi karibuni tu kimetafsiriwa kutoka Three Angels Messages. Na hii nembo unaiona hapa nyuma ni UPH. Sasa katika kitabu hiki nasoma ukurasa wa 6 na wa 7. Nasoma vipengele tu vichache. Cha kwanza ni hiki: kwa namna ya pekee Waadventista wa Sabato wametengwa ama wamewekwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kunaangaza nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu.
juu ya Waadventista wa Sabato kunaangaza nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Hakuna hiyo nuru ya ajabu inayoangaza kwenye kanisa lolote na dini yoyote hapa duniani isipokuwa Waadventista wa Sabato. Hatuoni ya kwamba sisi tumetengwa kama vile Abraham alipoambiwa toka wewe kati ya jamaa zako na nchi yako na ndugu zako. Kwa na sisi tumetengwa vivyo kwa wito ule ule, tokeni kwake enyi watu wangu, mkatengwe nao. Mungu ametufanya sisi kuwa ni peculiar, sisi kuwa unique, kuwa wapekee, maalum. Tuna kazi maalum. Ni kosa na ni dhambi kwa Mwadventista kufanana na ulimwengu huu. Ilitakiwa kuishi kwetu, kula kwetu, kuvaa kwetu, kufanya biashara kwetu, maisha yetu yote yawe tofauti. Yawe tofauti. Nabii anaendelea kusema, juu yao kunaangaza nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya maana sana, kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa sana zaidi ya hiyo. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kichukue usikivu wao. Ukurasa wa 7 sasa nasoma. Mungu ameliita kanisa lake leo hii. Kanisa gani? Waadventista wa Sabato. Kama alivyoita Israeli ya kale. Mungu amewaita Waadventista wa Sabato kama alivyowaita Waisraeli ya kale, kusimama kama nuru duniani kwa uweza mkuu wa ukweli kupitia kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Amewatenga kutoka kwenye makanisa na ulimwengu ili awalete kwenye utakatifu unaokaribiana naye. Kwa sisi Waadventista wa Sabato tumetokea wapi? Mimi kwa mfano, mimi Mchungaji Mangosongo, mimi nilizaliwa kwenye familia ya Kikatoliki. Mungu akaniambia toka wewe huko kati ya ndugu zako na jamaa zako, nitakupeleka mahali nitakao kukuambia. Akanileta kwenye kanisa la Sabato. Wewe umetoka kwenye Uislamu, wito ni ule ule, toka wewe kati yao, kati ya ndugu zako. Umetoka kwenye Pentekoste, umetoka kwenye upagani, tumetolewa huko. Alafu Mungu anataka atukusanye, atufanye kuwa baraka, atutakase ili sasa tufanywe watakatifu, alafu tubebe kusudi lake takatifu la kwenda kuuangazia ulimwengu ulio gizani. Tumetengwa kama Waisraeli wale walivyokuwa wametengwa. Sasa kama pambano kuu linaendelea, kama vita inaendelea, je, mnafikiri shetani ameliacha kanisa la Wasabato, ameliweka pembeni asishughulike nalo? Ni nani ambao ni Waprotestanti wa kweli kama sio Waadventista wa Sabato? Wamekabidhiwa nini? Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Yaani kanisa hili lina hazina, lina nuru kutoka mbinguni, ambapo kanisa lolote duniani halina hiyo nuru. Na hiyo nuru ikifika ulimwenguni, utawala wa shetani unapinduliwa miguu juu kichwa chini. Shetani sasa anafanyaje? Tunaendelea kusoma hii nukuu. Amewafanya kuwa watunzaji wa sheria yake na amewakabidhi ukweli mkuu wa unabii wa wakati huu, kama ilivyokuwa kwa maneno matakatifu yaliyokabidhiwa Israeli ya kale. Kweli hizi ni wajibu mtakatifu zinazopaswa kuwasilishwa kwa ulimwengu. Yaani kama vile walivyotengwa Waisraeli wale, kama vile ukweli walivyokabidhiwa Waisraeli wale, ndivyo Waadventista wa Sabato tulivyotengwa na kukabidhiwa ukweli wa onyo la mwisho kwa ulimwengu, vivyo hivyo. Kwa hiyo hapa kuna Israeli ya kale na kuna Israeli ya siku za mwisho. Kwa hiyo kuna old Israel na kuna new Israel. Ndio, kuna Israeli ya kale na kuna Israeli mpya. Kwa hiyo kuna Wayahudi wa kipindi kile, kuna Wayahudi wa sasa. Kwa hiyo sisi ni taifa teule la Mungu, watu wa pekee. Tumepewa jukumu lile lile kama walivyotengwa Waisraeli wale. Na kwa kuwa historia inajirudia yenyewe, kama shetani alivyofanya kwa Waisraeli wale, ndivyo anavyofanya kwa Wasabato leo. Swali ni hili: je, ukweli huu wa sasa, mada kama vile patakatifu, katika uhusiano na 2300 ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu, kwa nini haufundishwi makanisani? Kwa nini haufundishwi kwenye mikutano ya makambi? Kwa nini haufundishwi kwenye majuma ya uamsho? Kwa nini haufundishwi kwenye siku za Sabato? Kwa nini ujumbe huu umeadimika? Na huu ndio ujumbe ambao ulitakiwa Wasabato waufahamu, uwatakase,
alafu ndipo wafanye watakatifu kwa kukaribiana na Mungu mwenyewe, ndipo sasa wabebe onyo hili wapeleke ulimwenguni. Unaona shetani vita yake jinsi ilivyo, na sisi Waadventista wa Sabato kwa hiyo hatuko salama. Na hiyo ndio maana ya Ufunuo 12:17, akaenda afanye vita na wazao waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa shetani anapambana na Sabato, anapambana na hema takatifu, anapambana na patakatifu. Kwa hiyo mada kama vile patakatifu katika Ufunuo 2300, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, ndilo onyo la mwisho tulilopewa wa Sabato. Na kabla tujauvuruga ulimwengu kwa onyo la mwisho, shetani vivyo hivyo anapambana na kanisa la Wasabato kuhakikisha wananyamazishwa. Kama alivyofanya kwa Wayahudi wale, ndivyo anavyofanya sasa. Ameteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Swali ni hili: wakati mfumo wa dini ya Kiyahudi, mfumo wa Old Israeli, Wayahudi wa kale, ulipotekwa na shetani ili kuzuia kusudi la Mungu, je, Mungu alikuwa amekubali kushindwa? Hapana. Yesu akateua wavuvi, akateua watu wachache, akawapa mafunzo, akawajaza mvua ya vuli, alafu hao watu ndio wakaenda kuhubiri onyo kwa ulimwengu. Na ujumbe ule wa wakati ule, ukweli wa wakati ule, ukasambaa kwa kasi ulimwenguni. Je, huku mwishoni atabaki akiubembeleza mfumo ambao umeshatekwa na shetani, ama atafanyeje? Historia itajirudia. Huku mwishoni pia ataachana na mfumo wa kanisa la Wasabato, atachukua wachache walio tayari, alafu atawajaza mvua ya masika. Kipindi kile ilikuwa ni mvua ya vuli. Sasa hivi huku mwishoni tunaingia kwenye kipindi cha mvua ya masika. Mvua ya masika. Alafu angalia shetani alivyo mjanja. Siku hizi wako watu wanaosema kwamba mvua ya masika ilikuwa imeshanyesha miaka 1950 kwenda 60 hapo. Ni uongo mtupu. Shetani anataka kutuondoa kwenye kile ambacho tunakitarajia. Mvua ya masika lazima inyeshe baada ya sheria ya Jumapili. Baada ya sheria ya Jumapili. Sio huku kabla, kwani sheria ya Jumapili ilishatangazwa. Bado kwa mvua ya masika bado tunaitarajia mbele, kwa sababu huku mwishoni kuna miaka 3.5 ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, ambapo tutalihubiri tukiwa tumejazwa mvua ya masika. Angalia hii. Watu some hii. Kitabu cha kutoka manuscript release, gombo la 15, kurasa 312, unaiona nukuu kwenye skrini yako. Imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, kurasa 171, 172. Nabii anasema, atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Historia itajirudia, haitajirudia? Je, ataendelea kufanya kazi na mfumo, ataachana na mfumo? Kwa nini aliwaita wale watu wa kawaida, wavuvi wale, kuwa wanafunzi wake? Kwa sababu mfumo ulikuwa umeasi, na hao ndio waliowajaza mvua ya vuli wakahubiri. Sasa huku mwishoni ataachana na mfumo pia, atawateua wachache wanyenyekevu, waaminifu. Hao watajazwa mvua ya masika. Mvua ya masika. Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni lipi sasa? Kanisa la Waadventista wa Sabato sio mfumo. Kanisa la Waadventista wa Sabato ni watu wake waaminifu ambao wamesimama juu ya jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi 3 ambalo msingi wake ndio sasa patakatifu katika uhusiano na 2300, ndio msingi wa jukwaa. Hao watakaoendelea kubaki kwenye jukwaa hilo ndio watakaonyeshewa mvua ya masika. Mvua ya masika. Tusijigambe na mfumo. Mungu ataachana na mfumo. Ataachana na mfumo. Angalia katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, kurasa 170, 171. Nukuu naiona kwenye skrini yako. Inasema, kazi kuu ya Injili haipaswi kufungwa kwa udhihirisho mdogo wa uwezo wa Mungu kuliko uwezo ulioambatana nayo wakati wa ufunguaji wake. Wakati wa ufunguaji wa Injili, Injili ilifunguliwa wakati gani? Wakati wanafunzi wamejazwa mvua ya vuli. Ndio kazi ya Injili ilifunguliwa. Ndio kazi ya Injili ilizinduliwa. Huku mwishoni sasa, kwa New Israeli, kwa Wayahudi wa kipindi cha mwisho huku, kutakuwa na kufungwa kwa kazi ya Injili. Kwa kazi ya Injili itafungwa sio kwa uwezo mdogo, itafungwa kwa uwezo mkubwa kuliko wakati wa ufunguliwaji wake. Nani walifungua kazi ya Injili?
Mfumo wa dini ya Kiyahudi? Hapana, waliachwa. Kwa nini mfumo wa dini ya Kiyahudi uliachwa? Ulitekwa na Shetani. Waliofungua kazi ya injili walikuwa ni nani? Watu wa kawaida, wavuvi ambao walikubali kufundishwa na Yesu, wakabeba mpango wa ukombozi, wakaupeleka ulimwenguni wakiwa wamejazwa na mvua ya vuli. Kwa hiyo huku mwisho kazi itafungwa kwa namna ile ile, sio chini ya pungufu ya pale, sio pungufu ya pale. Mfumo utaachwa. Kwa nini? Umetekwa na Shetani. Mfumo huu ndio ambao unaimba sasa kuungana pamoja na makanisa. Unaimba umefungamanishwa na umoja wa mataifa tangu mwaka 1985. Kanisa la Waadventista wa Sabato tulijisajili kuwa sehemu ya umoja wa mataifa, tukajiunga na umoja wa mataifa. Huu mfumo hautatumiwa na Mungu kumaliza kazi. Mfumo umeasi. Lakini ndani ya mfumo huu kuna waaminifu wapo ambao wamesimama bado kwenye jukwaa lililo imara lenye ngazi 3. Jukwaa hili, ngazi ya kwanza, ujumbe wa malaika wa kwanza; ngazi ya pili, ujumbe wa malaika wa pili; ngazi ya 3, ujumbe wa malaika wa 3. Msingi wa jukwaa hili ni patakatifu katika uhusiano na 2300. Hao waliosimama hao ndio watakaotumia kufunga kazi ya injili. Tunaendelea kusoma hii nukuu. Unabii unaotimilizwa katika umwagwaji uliotimilizwa katika umwagwaji wa mvua ya vuli katika wakati wa ufunguaji wa injili hauna budi kutimilizwa tena wakati wa mvua ya masika, mnamo wakati wa kufungwa kwake. Mnamo wakati wa kufungwa kwake, watumishi wa Mungu wakiwa na nyuso zilizoangazwa na kung'aa kwa kujitoa wakfu, wataharakisha kutoka mahali hadi mahali pengine ili kuutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Ujumbe gani huo? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa 3. Sasa basi, wakati Mungu anachagua watu watakaobeba onyo la mwisho kwa ulimwengu, kama alivyochagua wale wanafunzi, tunapaswa kufanya nini? Angalia hii nukuu kutoka kitabu cha Acts of Apostles, ukurasa 36, paragrafu ya kwanza. Nukuu inasema, kwa kadiri wanafunzi walivyokuwa wakisubiria kutimizwa kwa ahadi, walinyenyekeza mioyo yao katika toba ya kweli na kuungama dhambi yao ya kutoamini. Tunajifunza nini? Wakati wenzetu walipokea mvua ya vuli siku ya Pentekoste, iliwapasa kwanza kujitakasa na kuungama dhambi na kuhakikisha wanapata ushindi wa dhambi. Walifanya hivyo. Na sisi tunapaswa kuhakikisha tunapitia uzoefu wa chumba cha kwanza, ushirika binafsi na Yesu, ili tupate ushindi wa dhambi. Tutubu kutokuamini kwetu. Tutubu kila aina ya dhambi, ndipo tutapokea mvua ya masika. Kwa hiyo hakuna mvua ya masika kwa mdhambi. Angalia hii. Shuhuda kwa kanisa Gombo la 5, kurasa 158. Nukuu inasema, tunapaswa kuomba kwa bidii kwa ajili ya kushuka kwa Roho Mtakatifu kama wanafunzi walivyoomba katika siku za Pentekoste. Kama walimuhitaji wakati huo, sisi tunamuhitaji zaidi leo. Kwa hiyo wale watakaotumiwa na Mungu kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu, lazima waombe kwa bidii kwa ajili ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Lazima watu hao waichukie dhambi, wapitie uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu, wawe tayari kumfuata Yesu katika chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, wapewe ushindi wa dhambi, wakati wanaomba kwa bidii kwa ajili ya mvua ya masika, kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Error Writings, ukurasa wa 71, nukuu naiona kwenye skrini yako. Nilioneshwa kuwa hakuna atakayeshiriki katika lile burudisho, yani mvua ya masika, yani kujazwa kwa Roho Mtakatifu, ndio, isipokuwa kama amepata ushindi juu ya kila dhambi izingayo, juu ya kiburi, ubinafsi, kuipenda dunia na kila neno na tendo baya. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kusogea karibu na Bwana zaidi na zaidi, na kuendelea kutafuta kwa dhati maandalizi yaliyo muhimu ili kutuwezesha kusimama katika vita ile katika siku ya Bwana. Kwa hiyo wale watakaotumiwa na Yesu lazima wawe na nguvu za kiroho, lazima wawe mashujaa wa imani, sio watu legelege. Sasa hapa niambie,
Mchungaji unayepiga kampeni ili uwe kiongozi uchaguliwe, unapambania madaraka, wewe kweli utapokea Roho Mtakatifu? Tuulizane tu vizuri. Wewe kweli umejiandaa kupokea Roho Mtakatifu? Hakuna. Tusidanganyane, tuambizane kabisa, black and white kabisa. Hakuna Roho Mtakatifu kwa mchungaji wa namna hiyo. Wewe mshiriki ambao unahangaika na mipira sasa na movie na tamthilia, hakuna Roho Mtakatifu, sahau. Kwa hiyo wewe utapokea alama ya mnyama, hautashirikishwa na kazi, utapitwa na mawakala wa kimbingu. Haufai kuwa masalio, haufai wewe kuwa taifa teule, hauna hizo sifa. Hebu turudi watu wa Mungu, tumtafute Mungu, tutubu na kuungama dhambi, tuache mambo ya dunia hii. Hebu tugeuke, muda wenyewe umeisha. Tumrudie Mungu kwa dhati, tunyenyekee mbele zake, tutubu na kuungama dhambi, tuache mienendo yetu yote mibaya. Alafu tunapotubu na kuungama dhambi, tunapomtafuta Mungu kwa bidii, tunapomenyana naye mieleka katika maombi, tukisema sikuachi mpaka umenibariki, yani sikuachi mpaka umenipa ushindi wa dhambi, na tukiomba, tukidumu kuomba kwa ajili ya mvua ya masika, tutapokea mvua ya masika. Tutapokea mvua ya masika. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza ukaelewa kundi gani la Waadventista wa Sabato sio masalio, ni feki, na kundi gani la Waadventista wa Sabato ndio masalio, ndio Israeli wenyewe, ambao sasa anawateua kutoka kwenye kundi linaloelekea ulimwengu. Anawatenga kuwa watu wa pekee ili waje kujazwa mvua ya masika kwa kutoa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ndipo utaelewa ya kwamba kama unatamani kupokea burudisho lile la kuwako kwake Bwana, kujazwa mvua ya masika, ni lazima ujitenge na ulimwengu huu. Wito ni ule ule aliopewa Abraham: toka wewe kati ya ndugu zako na jamaa zako, toka, usishike kitu kichafu, toka, jitenge na uchafu wa kila namna, uchafu wa dunia hii, na uzinzi, uasherati, mawazo machafu, ushirikina, ibada za sanamu, masuala ya muziki ya kidunia, masuala ya tamthilia, picha za pornography, mipira. Jitenge na uchafu wa dunia hii, jitenge na siasa kanisani, jitenge na siasa za duniani, jitenge na ubinafsi, jitenge na kiburi, jitenge na uchoyo, jitenge na kila aina ya uovu. Ninawaita Waadventista wa Sabato wenzangu, tupande kwenye jukwaa lililo imara, na ni lazima tupande kwenye ile jukwaa lenye ngazi 3. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Msingi wa jukwaa hili ni mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300. Hapo ndipo msingi wetu ulipo. Hili jukwaa ni imara, limejengwa na Mungu mwenyewe. Ubebe ujumbe huu kuupeleka ulimwenguni. Wakati huo ujumbe huu unapaswa ukutakase kwanza, uwe mshindi wa dhambi. Na ujumbe huu ndio unataka ufundishwe kwa Waadventista wa Sabato. Ndicho chakula cha kiroho, ndio balanced diet tulioandaliwa na Mungu. Tusishuke kwenye hili jukwaa. Usisikilize, usitazame mahubiri yote ambayo hayana ukweli wa sasa. Usifuatilie YouTube ambazo hazina ukweli wa sasa. Rudi kwenye ukweli wa sasa. Ukweli huu ndio uliokusudiwa kutakasa roho na kuunganisha kundi. Ukweli huu ndio uliokusudiwa kuimarisha imani za wenye mashaka. Ukweli huu ndio uliokusudiwa kutupa majibu ya uzoefu wetu wa marejeo uliopita. Ujumbe huu ndio uliokusudiwa kutufanya tuwe watu wa pekee. Japokuwa shetani anapambana kuondoa ukweli huu, wewe unavyo vitabu. Soma kitabu cha Pambano Kuu, soma kitabu cha Ujumbe wa Malaika Watatu, soma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, soma na vitabu vingine vya roho nabii, soma Biblia. Kwa nini ushushwe kwenye hili jukwaa? Simama imara, kila dhambi iungamwe, tumtafute Mungu kwa bidii. Muda umeisha, jiandae kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu. Lakini kwanza lazima uishi ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ukiwa umejengwa juu ya jukwaa hilo lililo imara, msingi wake ukiwa patakatifu katika uhusiano na 2300. Ujumbe huu ukikutakasa, ndipo utafaa wewe mwenyewe kupeleka ujumbe huu kwa ulimwengu mzima. Mungu na atusaidie tusimame kwa zamu yetu kama watu pekee, watu ambao hatutarubuniwa hata kama ikitugharimu maisha, watu ambao hatutakubali kupelekwa kushoto wala kulia hata kama mbingu zianguke chini. Tusimame waaminifu. Mungu wetu yuko upande wetu na lazima tutashinda kwa neema yake. Mungu na atusaidie, na Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amina. Huu ni wito wa kutoka, ni wito wa kujitenga na takataka za dunia. Usipuuze, tafuta utakatifu. Hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa na huo utakatifu.
Mungu natusaidie kwa jina la Yesu, amina. Kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba, wito wako ni wito wa kutoka katika ulimwengu huu na takataka zote. Umekusudia kutufanya watakatifu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndilo jukwaa lililo imara lenye ngazi tatu, ambapo msingi wake ni patakatifu katika uhusiano na 2300. Ujumbe huu umekusudia kututakasa. Tusaidie sasa kusimama kwa zamu zetu, tukikutegemea wewe na neno lako peke yake. Asante kwa sababu umetubariki na kututegemeza. Tujaze kwa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, amina.